Yes, ladies and gentlemen, tumefika hapa EAGT Bugando Calvary Temple ambalo ni kanisa la mwinjilisti au askofu mtumishi wa Mungu Moses Kulola, ambaye hapa ndipo alipozikwa Moses Kulola. Mwaka huu inatimia miaka 12 toka alipofariki, na wanasema kuna jambo kubwa sana watakufanya kwa namna ya kumshukuru Mungu kwa maisha ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Yes, tunaambiwa hapa ndio kanisa la Moses Kulola. Miaka hiyo EAGT, sio? Ndio, hapa kanisa la EAGT Bugando Calvary Temple. Ni mahala ambako baba yetu Askofu Dr. Moses Kulola amehifadhiwa mahala hapo. Okay. Na wewe unaongea hapa ukiwa kama mtoto wake, si ndio maana? Mimi ni mtoto wake wa 3 kati ya watoto 10 wa Askofu Moses Kulola. Sawa. Na naambiwa kwamba askofu hapa ni mtoto wako. Ndio. Ni mtoto wako, okay? Ndio. Ambaye pia ni mchungaji hapa Mwanza. Na ni askofu kwenye kanisa kule. Hivi kule panaitwa Butimba. Kanisa la City Center. Okay. Labda ajieleze. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wangu. Amen, Bwana asifiwe sana. Amen. Tunafurahi umetupokea. Lakini hongera pia kwa huduma ambayo mnaendelea kuifanya hapa Mwanza, ikiwa mnaendelea kuendeleza legacy ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Kabisa. Tunashukuru Mungu kama ambavyo umesema, ni kweli tunaiendeleza hiyo legacy, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukasema unamwenzi mzee Kulola kwa lipi. Angelikuwa mfanyabiashara basi huenda labda tungekuwa huko kwenye biashara. Yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mhubiri, na mbegu nyingi ambazo ziliachiliwa kupitia utumishi wake ndizo zinazoendelea. Kwa hiyo tunaendelea kwa sababu ya mbegu zilizopandwa. Kwa hiyo ni kama ambavyo umesema, ni kweli. Tupo hapa Mwanza na tunamhubiri Kristo, na mimi ni kiongozi mkuu wa makanisa ya City Center Tanzania na nje ya nchi. Kama askofu mkuu, kanisa letu linaitwa City Center International Church. Ni kanisa ambalo ni maono ya mzee Kulola. Maana wakati kabla hajatoka alitamani kuona ninafungua kanisa, na bahati nzuri yeye ndiye aliyeniwekea mikono. Ukiwa kama mjukuu. Kama mjukuu wake. Okay. Naomba utaje majina yako yote ukiweka tuone hicho kizazi kama Biblia inavyoandika. Unajua huyu akamza. Natamani nikupate huko. Amen. Mimi naitwa Michael Gabriel Kulola. Ni mjukuu wa mzee Kulola, kati ya wajukuu wengi. Yaani ukisema wajukuu ilikuwa tunafika mahali mkikaa, yaani ni kijiji. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba aliniona kati ya wajukuu wengi kwamba ninastahili kuwepo kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo nipo sasa namtumikia Mungu. Leo ni mwaka wa 21. Ni mwaka wa 21 leo niko kwenye huduma. Nikihubiri, nimezunguka nchi hii sehemu nyingi kasoro mkoa mmoja mpaka sasa, ambao ni mkoa mmoja tu ambao ni Tanga. Tanga ndio bado. Kuna nini Tanga kwa nini? Sasa sijajua, lakini najua Mungu ni mwema, kwa sababu kazi ya mzee Kulola aliyokuwa anaifanya pamoja na kuwa askofu, lakini huduma yake kubwa ilikuwa ni uinjilisti. Na ndivyo mimi pia nilianza. Kabla ya kuwa mchungaji wa mahali pamoja, nimekuwa muinjilisti. Kwa hiyo pia ilinipa kuzunguka sehemu kubwa ya nchi kufanya mikutano. Na kwa sababu sasa ninakusudia kuja kufanya jambo litakalo nisaidia kupata vyombo vyangu. Unajua mkutano kama mnavyojua Injili, ili nianze kuzunguka nchi nzima. Kwamba mzee Kulola alizunguka. Kila mwaka alikuwa anaanzia wapi, anaanzia Arusha. Ile mwanzoni mwa mwaka Easter Crusade ilikuwa ni lazima awepo Dar es Salaam. Lakini Big November ni lazima awepo Temeke. Kwa hiyo nikiongea hivyo watu wa Dar es Salaam wanaelewa sana hizo ratiba. Yes. Mimi nikuja kuhadithiwa kama mtoto kuhusu kitu kinaitwa Big November. Akaniambia mwanangu, of course alikuwa ananisimulia mamangu mmoja anaitwa mama Mwaka Tumbula. Akaniambia nyie watoto wa Mkoona, lakini kuna kitu kilikuwa kinaitwa Big November. Yes, wakawa wanatupa hizo taarifa. Kwa hiyo tunajua wazee ambao mainjinia wa hicho kitu ni babu yetu. Kabisa. Kwa hiyo kama ulivyosema, kwa hiyo ilikuwa ni namna hiyo. Mei ni lazima awepo Dodoma. Hizo ratiba. Sasa wakati mwingine leo kuna wazee ambao mimi nimekuwa nikifanya mikutano Mwanza, afurahisha pia kumwenzi mzee Kulola, maana ndipo alipokuwa anafanyia mikutano. Na wananiambia, Michael,
umekuwa ukifanya mikutano, why sasa hivi ufanyi mikutano? Actually inanigusa, lakini kwa sababu unajua pia kuwa na kanisa la mahali pamoja inabidi mambo mengi uyaweke vizuri, ili ukianza kuzunguka manake hautatoka muda wote. Maana pia ilikuwa ni maongozo ya Mzee Kulola kwamba uwe na kanisa na hata ukitoka hautatoka muda mrefu. Kwa hiyo ninakusudia sasa kwa msaada wa Bwana na kwa wanainjili tuendelee kuombeana, kwa sababu kazi ya Mungu ipo na itaendelea kuwepo sana. Ndio. Yes, hapa ndio kanisa ambalo mzee alikuwa ndo analichunga kwa hapa Mwanza au ikoje? Hapana. Hapa ni mahali ambapo wakati Mzee Kulola akiwa Mwanza na familia yake walikuwa wanaabudu hapa. Lakini pia baada ya mimi kuanzisha kanisa 2011, kuanzisha kanisa sio kuanza huduma, kuanzisha kanisa. Kwa hiyo nakumbuka wakati mzee anakuja kuniwekea mikono alisema kwamba mimi ndiye mshirika wa kwanza hapa, na kweli nilikuwa nina fomu ambazo Mzee Kulola alikuwa ndio mshirika wa kwanza, yeye mama Kulola. Kwa hiyo familia pia ikawa inasali pale kanisani kwangu. Kwa hiyo tuseme kwamba mzee ameacha kitu kikubwa ambacho kwangu ni deni kubwa. Yani nikikumbuka na nikiendelea kuyaona yale aliyoyafanya, natamani kuona kwamba hata kama sitafikia pale, lakini naamini kwa msaada wa Mungu nitafanya na ninaamini Mungu atanisaidia. Amina. Mungu ni mwema sana. Nataka tu kujua sababu ya yeye kulazwa hapa. Kama hapa alikuwa anakuja kusali tu akiwa kama mshirika hapa, yeye na familia yake, reason ya kuja kulazwa hapa ilikuwa ni nini? Okay, sasa kwa sababu pia tunaye Wile Kulola hapa. Wile Kulola anaweza akawa na maelezo zaidi, japo mimi ningeweza kusema, lakini Wile Kulola ambaye pia amekuwa ndiye mtunzaji mkuu wa kumbukumbu za Moses Kulola zote. Na mimi niwaambie tu watu, hii ni hazina, kwamba ukitaka jambo lolote linalohusu Mzee Kulola, alipokuwa anahubiri akiwa bado ni kijana na ruka mpaka nabeba mavitu, maelezo yote, ndio maana ya kuwa na memorials ya Chanika. Kwa hiyo mzee Wile Kulola ana vitu vingi. Kwa hiyo hata sasa hivi tu ningeomba aseme. Alafu kama kuna mengine atataka mimi niseme, okay, lakini mimi najua hapa atalieleza vizuri. Sawa. Limeibuka hilo swali ndani yangu, ningetamani kujua. Ni kweli. Kwa nini mzee amelazwa hapa? Mzee Kulola baada ya kutoka, kwa sababu asili yake kabisa alikuwa ni mshiriki wa AIC, African Union Church. Baada ya kupata wito wa utumishi akawa amejiunga Assemblies of God Mission wakati ule. Sasa huduma ile kwake ilikuwa inachemka sana miaka ile ya 60. Sasa kanisa hili lilianzia Mabatini. Alikuwepo mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Magilali. Sasa kwa jinsi alivyokuwa na kasi ya kutumika, kanisa lile lilikuwa haraka sana, kiasi kwamba kale kajengo kawa kadogo. Sasa bahati nzuri wakawa wamekuja mamissionary kutoka Marekani. Walipofika hapa wakaona kwamba huduma ni kubwa na eneo ni dogo, alafu pamebanana. Ndio wakatafuta eneo hapa chini ya Mwanza Sekondari hapa, wakaweka mahema. Lakini hapo wakaona kwamba hapafai, ndio wakaja wakanunua mahala hapa. Madhumuni ya kuanza kujenga jengo hili, walisema tunapomaliza kujenga jengo hili tutakukabidhi kutokana na huduma unaofanya. Pamoja na kwamba kanisa lilikuja kupita kwenye migogoro, lakini bado ile asili ilikuwa bado inasoma kwamba lilijengwa kwa ajili ya Mzee Kulola. Sasa hata ilipokuwa kanisa limegawanyika kutoka TAG na kuja EAGT, bado lilibaki upande wake. Sasa na yeye alipotaka kutwaliwa, moja ya mambo aliyoacha asema nitazikwa pale pale Bugando, mahala ambako ilikuwa pawe pangu. Sawa. Ningetamani sana kufika ile sehemu ambapo amelala mzee, at least niweze kuona tu. Karibu. Huyu ni mtu mkubwa wa Mungu ambaye Mungu alimtumia kwa kiwango cha ajabu sana. Najua of course mimi mama yangu nasemaga kwamba mama yangu aliokoka kwenye mkutano wa mtumishi wa Mungu hapa. Kwa hiyo kuna element za kiroho ambazo sisi tunaamini kwamba ndio of course mtumishi wa Mungu aliweza kusema. Mungu alimtumia wokovu kuwafikia watu wengi sana. Na wakati ule nakumbuka nilipozungumzia swala la mama yako, unajua baba alilea watu wengi mno, na kila mtu aliyekanyaga nyumbani Mungu alimwambia huyu ni mwanao. Huyu ni mwanao. Sasa kwa maana hiyo
sio element tu. Wewe ni mbegu ile ile. Mbegu iliyopandwa inazidi, inazaa, inakwenda. Hata ukipata mtoto akamwita Moses Kulola, ruksa, ni kwa sababu ya mbegu aliyoipanda na ambayo Bwana alimwambia panda. Kwa mfano tunao watumishi wa Mungu wengi sana. Fernandes Wating amekaa nyumbani. Gamanywa ndo siseme, Kakobe, kina Askofu David Mwasota, aliyekuwa katibu mkuu wa CPCT, na wengine wengi. Kuna maaskofu wa makanisa Pentecosti na makanisa mbalimbali. Nisiseme mengi kwa sababu hakuna mtumishi wa Mungu katika nchi ya Tanzania kwa namna moja ama nyingine ambaye hatokani na huduma hii ya mzee. Labda awe wa sasa hivi, lakini hata yeye anakuambia mimi role model wake. Kwa hiyo mahala hapa sasa hivi inatimia miaka 12. Na moja ya mambo ambayo mwaka huu tunaukumbuka sana ni kwamba ilikuwa mwaka 2001 tukiwa Mbeya kwenye mkutano, Bwana alimuijia baba uso kwa uso. Akamwambia omba lolote kwa sababu Moses nitakutwaa kabla hujarudi Mwanza. Na akamwambia kwa kuwa umeniambia niombe lolote nikukumbushe tu, mimi na wewe tuna maagano kwamba usinitwae bila kuniambia. Kwa kuwa umeniambia niombe lolote niongezee miaka, nitumike. Bwana akamwambia omba sana. Sasa tukaja tukatengeneza jubilii ya miaka 56 toka utumishi wake, tulifanyia Temeke mwaka 2003. Ndipo Bwana alipomjibu kwamba uliomba ni ukuongezee miaka. Hesabu kuanzia mwezi wa 8 mwaka juzi 2001 nimekuongezea miaka 12. Basi Bwana alikuja akamtoa baba mwaka 2013 tarehe 29 mwezi wa 8, exactly katika kile kipindi. Na sio kwamba aliondoka duniani kama bahati mbaya au hakujua. Pamoja na kwamba kuibuka ugonjwa, lakini Mungu aliruhusu hilo. Na alimwambia itakapotimia miaka 12 wanainjili wakusanyike mahala hapa waweke alama. Mimi Mungu nitakutana nao. Sasa miaka 12 imetimia. Na kuweka alama tukaona kwamba hatuwezi kuweka alama ya mnara tu. Ndio maana tunataka kujenga jengo ambalo litakuwa lina makumbusho ya kazi zote za mzee. Mtangazaji, kuna vitu utakuja kuviona. Utakapokuja Chanuku utaviona. Kuna suti za miaka 30 alizotumia hazikuisha. Sio rahisi suti itumie day to day miaka 30. Kwa hiyo umuhimu wa mwaka huu, makumbusho haya, kumbukizi hii Chanika, ni kutokana na agizo ambalo Bwana alimwambia. Labda nitumie tu nafasi hii kwa haraka. Wanainjili popote pale, tarehe 27 mwezi wa 8, Mama Kulola ataongea na wakina mama wote, wawe mabinti wa madhehebu yote ya Kikristo, wafike pale. Awadokezee walau kidogo wamehubirije injili. Tarehe 28 itakuwa ni wachungaji na maaskofu wa makanisa mbalimbali na wachungaji wote kukutana pale. Tarehe 29 ndio kilele ambapo kutakuwa na kutoa tuzo kwa niaba ya mzee Kulola, atakabidhiwa Mama Kulola, na kutakuwa na changizo kubwa sana kwa ajili ya kujenga kile kituo. Lakini hata hivyo kutakuwa na kitabu maalum kitakuwa kimeandaliwa, kitakuwa kinazungumzia matukio makubwa sana ambayo mengine hatujawahi kuyaweka hadharani alimopita mzee Kulola. Yes, mtazamaji wa Clouds Digital, tunatamani kuweza kusikia miujiza mingi ambayo mtumishi wa Mungu aliweza kuifanya that time. Mungu alimtumia kuifanya that time. Nakumbuka tumekuwa tukisikia story nyingi sana ambazo kama vijana wa sasa hivi, kizazi cha sasa hivi kama kinashangaa. Umeona? Mtu anavaa suti miaka 30 haiishi kutokana na upako au nguvu ambazo watu tumesikia story, watu waliombea watu wakafufuka. Watu viwete walitembea wengi sana, mabubu, viziwi walisikia. Hebu nitajie baadhi ya story ambayo ulishuhudia. Najua wewe that time ulikuwepo, hata kama ulikuwa mdogo, au uliweza kusikia hizo story na zikawa ni inspiration na wewe kuendelea kumtumikia Mungu na kuongeza imani kutoka kwa mzee wetu Babu Kulola. Okay. Kwanza mimi niseme kuna jambo moja ambalo nilipata shida kwa sababu ya adapt ile spirit. Actually mimi nimekuwa mwimbaji kwa miaka mingi kabla ya kuwa
kuitwa kwenye eneo la kuhubiri. Na niseme sikuwa napenda sana kwenye eneo la kuwa mchungaji au kuhubiri kwa sababu ya kuona sehemu ya tabu alizozipitia mzee Kulola. Unajua si wote kwamba unamuona kwamba Huruma amepitia, mimi hapana, mimi huko siendi kwa sababu ile namna ya kawaida. Kwa hiyo sikuwahi kutamani, sikuwahi kufanya nini. Kwa hiyo sikuwahi kabisa lakini kwa naimba tu kwaya ya Bugando ambayo ndio ilikuwa kwaya kuu iliyozunguka sana na mzee Kulola sehemu kubwa ya nchi. Kwa hiyo baada ya hapo Mungu aliponiita, moja ya kitu ambacho moyoni mwangu kiliingia automatic bila hata kuambiwa na mtu. Mzee Kulola alikuwa anasema huwezi ukamtumikia Mungu ukiwa umeshiba makande. Yani maisha, yani muda mwingi alikuwa ni mtu wa kufunga. Na katika kufunga kwake ilimsaidia sana kusababisha mambo makubwa yatokee. Kuna wakati mzee anasimama tu, yeye alikuwa na salamu yake ambayo kila mtu alikuwa anaijua, akisema tu hiyo kule ni pepo, ni vurugu, mechi zinatokea. Sasa siri ya nini? Bahati nzuri nashukuru Mungu, katika kuitwa kwangu nilipata neema ya kukaa na mzee, akanidokeza kwamba ni namna ambavyo alijisacrifice, alijitoa na kutokujihurumia kwa namna ya kufunga na kuomba. Kwa na mimi Mungu aliponiita tu, nakumbuka yani nilisema sitakula, sitakunywa, sitafanya, lakini sasa kumbe sikuwa na ile knowledge. Unanielewa? Kwa nilipoingia huko nikapatwa na madhara. Nilipatwa na madhara ni makubwa, na madhara hayo nilijikuta nimepatwa shida ya kuharibika kwa utumbo wangu. Yani uliliwa. Unajua zile asasi zinakoma, zinafika mahali sasa zile asidi zinapoendelea kufanya kazi kule ndani zikimwagika, nakuta hamna nini, kwa sehemu kubwa ule utumbo uliliwa. Lakini sikufahamu hayo. Siku moja, ndio maana ni moja ya muujiza ambao ninaweza nikasema mambo ya mzee Kulola haya. Siku hiyo nikiwa niko nyumbani kwangu, nikapatwa na hiyo shida. Ghafla nikaanza kuona nabadilika. Unajua kuna vitu unaweza ukavisema usivielewe sana. Katika namna ya kutaka kutambua moja ya vitu kwamba huyu mtu ni mzima, hata kama ni mgonjwa wako tu umeenda hospitali, uendelee kuwa na matumaini. Rangi ya uzima ipo na rangi ya mauti ipo. Ukishaanza kuona gray katika Biblia, ndio yule anaitwa farasi wa kijivu. It means ni mauti imeingia. Yani sasa ukishaanza kuona ngozi imebadilika inakuwa gray, tambua mauti tayari imeingia. So mimi hiyo hali ilinitokea, na bahati nzuri ilianzia chini. Miguu ikaanza kufa, yani ilipoteza mawasiliano, miguu gray kabisa. So nikawa napambana, niko mimi na mke wangu, napambana. Hiki ni kitu gani? Na kazana, tunaweka miguu kwenye maji, tunafanya nini? Na kipindi hicho nakumbuka mzee Kulola alikuwa na ratiba ya kwenda kuhubiri Bukoba. Sasa wakati nikiwa napambana hivi, unaona ile hali inaendelea kufanya nini? Kupanda. Inaendelea kupanda. Ikafika mahali sasa siwezi kuongea. Kwa hiyo unaweza ukaelewa siwezi kabisa. Lakini cha ajabu, wakati unaendelea kupambana hivyo, mke wangu yani wanaongea, mimi lakini mimi siwezi tena kuongea. Yani siwezi kabisa kuongea. Kwa hiyo akasema sasa babu yuko pale, hebu twende. Ile neno twende, tukainuka. Unanisikia? Tukaanza kutembea. Tulitembea kutoka pale kwangu nilipokuepo wakati nyumba ya mzee ilikuwa inarekebishwa, kutoka pale mpaka kwa mzee ilikuwa ni kama kilomita 2 vya 3. Na wakati ilikuwa ni saa 10 usiku. Tulitembea, hakuna cha kuogopa cha nini, mnapita barabarani. Tulikuwa tuko mimi, mke wangu na mama moja tu alishindikiza. Tukaenda mpaka tulipofika pale, mlinzi hapo kwanza kashangaa kuna nini, lakini mke wangu wakati huo anahamaka kwa sababu ya ile hali. Ndio akaambia tu, akasema tu mwinjilisti anaumwa. Mzee akaenda kugonga haraka, mama Kulola ndio akawa kwanza kujua. Ndio akashuka haraka kutoka juu, akaja pale kuamsha vijana, wakafungua, naingia pale. Yani mimi nimekaa kwenye kochi kama likitu, yani mimi naona kinacho, lakini kuongea siwezi. Kwa naye atoa maelezo sasa mke wangu kwamba ilikuwa hivi na hivi. Wakaanza kuomba pale, kuomba. Mimi macho yako tu hivi. Akapanda tena juu mama Kulola kwenda kumwambia mzee. Kumbe akatenda kumwambia mzee tayari anajibu la hiki kilichonipata.
Kwa hiyo mzee wala hatakuwa na pressure. Huku wengine wanakimbizana. Yaani watu wana sasa hapa mwinjilisti anaondoka. Na mimi nilikuwa najua tayari inafanya nini? Kwa sababu ile tayari kila kitu ilikuwa imesha nani hivyo. Basi mzee baadaye alivyokuja kushuka, mzee katoka amekuja ameshavaa kabisa, kumbe ndio alikuwa kwenye maandalizi yake kwa ajili ya kuondoka hiyo asubuhi kuelekea poti. Akashuka mzee, alipofika pale wengine kila mmoja ameamaki, watu wameshaomba majasho na manini. Mzee alipofika tu akaniangalia akacheka, alafu akasema tu, Bwana ameniambia hukumshirikisha na kuliharibu hekalu lake, lakini amesema hutakufa. Sasa anaongea namsikia, wakati ile hali miguu iko kwenye maji, ile beseni kubwa, watu wanahangaika, afu nikaona tu anafungua hivi koti lake akaingiza hivi akatoa tu pesa. Kaniambia, hii utakula tu matunda, kandizi, kama chungwa. Alipomaliza tu hivyo nikaongea. Yaani alipomaliza tu hapo nikaongea. Alafu ile hali yote kaondoka pale. Mimi kaitikia tu amina. Wakashangaa, ameongea amina. Basi baada hapo mzee wala yani hakuwa na hiki wala nini. Akamaliza hapo kuingia kwenye gari mzee kuelekea port. Sasa watu wengine ndio wakawa sasa inakuaje iwezekane hii tukilahisi hivi twende hospitali. Nakumbuka wakati ule pia Bugando kulikuwa kuna madaktari wachache tu, ma-specialist ambao wana mambo ya ndani kabisa. Katika wale madaktari ambao mimi nilipelekwa, sasa baba mkwe wangu akawa na hofu, anaona sasa ni kama vile mkulima anaondoka hivyo. Kwa pamoja kwamba kama Mungu tukafuatilia tu zaidi nini. Kwa kama ameshafanya namna mawasiliano na wale madaktari Bugando, nilipofika pale nikakaa na madaktari wale watatu. Vipimo vikubwa vikabadendo aka. Sasa katika wale madaktari watatu, mmoja alikuwepo aliyeokoka. Kwa hiyo hii hali nilipokuwa naeleza yeye anaelewa mtu aliyefunga na nini. Sasa wengine wanasema wewe mbona unaishije? Imekuwaje utumbo wako sehemu kubwa yani haupo. Yaani ukupaswa hata kuishi. Sio na nini? Utakiwi sasa hivi kama mnaishi, utakiwi kabisa kupisha hata sekunde. Ratiba ya chakula, sio vitu gani? Nikawakubalia tu. Nilipotoka nikasema mimi nimeitwa, kama kweli nimeitwa. Majibu yalitokaje kwanza? Utumbo wangu ulikuwa na shida. Okay. Yaani tayari ule utumbo ndio maana nikapata ile picha kwamba utumbo wangu sehemu kubwa ulikuwa umeliwa. Yaani kwa lugha nyingine ingepaswa mimi nifanyiwe operation ile ya kukata, kuunganisha, kuweka wao, siku hizi kuna zile utumbo sio plastiki ufanya nini? Maana ndio kifanyika hicho. Lakini sasa yule akasema sasa itabidi tuje tuweke ratiba vizuri, uje tuonane, lakini sasa hivi chukua hizi dawa kwa ajili ya magesi yale maasidi na nini. Kwa nikaondoka. Kwa niliondoka nikiwa najua nina tatizo la utumbo ambao kipande hakipo. Nilipotoka pale nikamwambia Mungu, kama umeniita kweli, sitaacha kufunga na ninaomba uniponye. Na wakati huo nilikuwa ni mwinjilisti, kwa moja ya vitu ambavyo nilikuwa ninafanya mimi, nilikuwa ninakwenda sana mikutano vijijini. Na nilikuwa nikienda kwa kukumbuka mzee kule alikuwa anatoka miaka yani muda mrefu. Kwa na mimi nilikuwa naenda naweza nikamaliza miezi 2, miezi 3. Unamaliza hapo unaingia hapo, unamaliza hapo Sasa nikasema vijijini utaenda utawapangia watu chakula. Hizo zilikuwa ni za wahubiri wale wa mjini, ndio anataka mayai, anataka nini. Sasa unaenda kule kwanza unaanzaje kumwambia mtu mimi silagi hiki. Kwa hiyo sikuweza kufanya hicho. Lakini siku moja nikiwa ninahubiri niko Maswa, ndipo nikatambua kumbe Mungu alishaniponya. Sababu sikutakiwa kula pilipili, vitu vyenye acid, sio dagaa, sio maharage, sio vitu gani. Nikawa nipo pale, baadaye jioni nimeletewa chakula. Yaani nina furaha, nimeshamaliza kula, hivi nimekula nini hivi? Sasa nikaanza kusubiri kuona kama kuna impact. Nini kitatokea nini? Lakini baadaye nikaisikia sauti inaniambia uliniomba nikuponye. Uliniomba? Kwa maana yake kumbe uponyaji wangu na Mungu ulishafanyika siku nyingi. Unajua Mungu wakati mwingine haji tu kama tunavyotaka sisi. Kwa mimi tokea siku ile nikasema asante Yesu. Kwa moja ya muujiza ambao nimetaka tu niseme kwamba ni Mungu kuniponya mimi kupitia neno alilolitamka tu mtumishi wake. Yaani Mungu aliliweka akaja akanisemesha nikainuka. Lakini sio hivyo tu, mikutano mingi ambayo pia nimezunguka naye ni kuona namna ambavyo watu wakiponywa. Sio vya kusikia, wakiponywa. Wasiotembea. Unajua kawaida, unajua mtu ambaye
weight yake, yani ukiangalia lile bode afu ukaangalia huko chini unaona kwamba huyo atainuka, lakini kwa sababu ya ile nguvu ya Mungu unaona mtu anainuka kamguka dogo, lakini mtu anaanza kukatupa, yani wewe mwenyewe kwanza unasikia mwili unafanya re, lakini ni muujiza, mtu anatembea. Watu wengine wanaangukiana kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa watu hawategemei, labda watu wanatarajia sana kuona vitu vingi, waone labda mpaka labda maana baadaye mbwembwe zilikuwa nyingi za watu wengi, maana nitakutupia koti, linatupwa koti kule, watu wanani mara takumwagia si manini. Mzee alikuwa anatamka, yani kule mambo yanatokea. Kwa hiyo moja mikutano ambayo imekuwa na mambo mengi miujiza ambayo kwa kweli kuna wakati unafika unasema Mzee Kulola, yani kwa namna fulani unaweza ukamuelezea toka asubuhi mpaka. Lakini kuna eneo ambalo mimi ningependa tu kulisema, kwangu mimi ni eneo la muhimu sana, ambalo Mungu alipomuita Mzee Kulola, uthibitisho wa wito wake ilibidi aende akafukae mlimani na akiwa ameiaga familia yake, ambapo ni mke wake, kwamba kama nitarudi, lakini nje hapo sitarudi mpaka Mungu anithibitishia ameniita. Kwa aliondoka hapo usiku na kipindi hicho kuna wanyama, ni mlimani, watu wakiwa wanaishi mabatini. Kwa hiyo amekaa kule siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, usiku wa 8 ndipo Mungu akamtokea. Lakini haikuwa rahisi, kuna vurugu ilitokea ya adui, maana sasa unajua anatambua linachoenda kutokea. Lakini baada ya ushindi huo, sauti ya Bwana ikamtokea na kumuita Moses, nenda ukaniletee wana kondoo zizini kwangu. Nenda. Ndio mzee akapata ile tunasema ni uhakika wa wito alioitiwa na Bwana. Kwa ndio akaondoka huo usiku, anasema hakujua hata amefikaje nyumbani, kama alikuwa anapaa, alikuwa anafanyaje, lakini alijikuta amefika nyumbani. Na tokea hapo akawa sasa hana utulivu, ni kuenda huko na kule. Na bahati nzuri ile eneo mimi Mungu alinipa neema ya kuwa mtu wa kwanza kuwepo pale. Kama sijui niseme neno gani zuri, lakini niseme nilibahatika kuwa mtu wa kwanza, japo pia na mzee alikuwepo, Mzee Wile, lakini na mtu mwingine. Lakini nia ya kwenda pale niambia nataka nikupeleke sehemu Mungu alio niitia na kuniambia. Kwa nikaenda akaniwekea mikono. Kwa nina ile blessing ambayo Mungu alimwambia pale mlimani. Na akasema ningetamani sana ili eneo yani light lingenunuliwa ikawa mali ya kanisa. So ilibidi nipambane, sikuwa na hela, sikuwa na namna nyingine, na Mungu akanisaidia sana. Navyoongea sasa, lile eneo ndio moja ya kitu ambacho moyoni mwangu nikikumbuka, nikienda pale ninakumbuka Mzee Kulola. Kwa sababu pia aliniambia ukishindwa na chochote kikikutokea, njoo hapa. Sema Mungu wa Moses Kulola nisaidie. Sasa hiyo kitu nikasema, Mungu kama mtumishi wako amesema hivi, please naomba unisaidie. Kwa hiyo nachoshukuru Mungu alinisaidia, lile eneo sasa ni miliki ya kanisa ninaloliongoza mimi la City Center, baada ya kulinunua lile eneo. Na ni eneo ambalo nimekuwa nikienda nafanya ibada mara moja, zinakuwa ni ibada ambazo zina matokeo makubwa sana. Kwa hiyo nikisema, ndio maana nikasema nikianza kumueleza Mzee Kulola ni mengi sana. Kwa hiyo niseme ndugu Huruma na wote ambao wanafuatilia, Mzee Kulola amekuwa ni chanzo cha mambo mengi ya watu kuimarika kimani na kuona kweli Mungu yupo, asiyehitaji usaidizi au namna nyingine yoyote. Yani ni Mungu ambaye alitumika na kina Musa, alitumika na kina mitume wale ambao tunasikia, ambapo tumekuwa tukisoma, na bahati nzuri nimepata neema ya kutembelea maeneo hayo ya Efeso, Korinto, wapi kote huko nimefika. Sasa unaangalia kwamba kina Petro, kwamba hata kile kivuli kiliweza kusababisha watu wakaponywa. Yale mavazi yao yalisababisha watu wakaponywa. Sasa unaona Mzee Kulola naye ndio nasikia mambo mengi kama hivyo ambavyo amekueleza mzee. Ziko nguo, mfano ile 2003 walipokuwa na ronji hiyo
nani hiyo kufungua kwa mfuko wake wa nani wa kumsaidia foundation, watu walimwona amekuja tu amevaa suti. Kavaa suti. Ukiona hivi shati hapa safi na tai. Kati akiendelea kuongea anaendelea kuongea, baadaye watu walikuja wakaanguka chini. Akatokea mzee akasema ngojeni niwaonyeshe nguo ambayo ina miaka na bado ni nzima. Watu wanajiuliza nini? Kwa sababu tumekaa tukisoma kwenye Biblia habari ya wana wa Israeli ile 40 years ya jangwani. Mungu aliwasaidia kwamba mguu, yani mtu kama unazaliwa kama mguu kiatu kale mguu uongezeki. Kiatu akiishi hakuna chochote. Sio jambo rahisi. Umeelewa? Sasa watu wanaanza kupiga inawezekanaje hii? Inawezekanaje? Sababu baadaye mzee ndo akatoa ile koti, watu ndo akashangaa shati kwanza alilikataga sio na chupa, sio alichukua mawe kwa kuna mkasi akalikatakata mikono ndo akatoa, na hili ndio shati limekaa miaka, lakini ukienda kushika hivi shati utafikiri umelitoa, yani tungesema ndio hii ni made in Turkey. Imekuja sasa iko inawaka namna hii. Okay. Kwa hiyo kuangalia vile maana yake unaona namna gani ambavyo Mungu anaweza akaishi na mtu aliyemuamini na kusacrifice maisha yake. Historia ya Mzee Kulola ni kubwa. Tumeona mengi, tumeshuhudia mengi, na kuna wakati ukifika hata kama unapitia namna fulani ya misukosuko, mitikisiko, unakumbuka kuna vitu mzee aliwahi kusema. So vinakufanya kuinuka. Unaona mzee unajisikia yani unajisikia hivyo, pata nguvu mpya, lakini pia hata ile humbleness. Mzee Kulola kwa level yake, he was a archbishop, not a bishop tone, archbishop. Mtu ambaye amekuwa ni mkuu sana. Mimi Batudini nashukuru Mungu nimezunguka naye, na moja ya maeneo ambayo pia nilifika mahali nika appreciate, nikanyosha mikono ni tulipokuwa tupo kwenye ziara za Israeli. Yule guide ambaye tulikuwa naye, wakati anaendelea kuongea, kuna mahali alifika mzee akaomba kuelezea. Yule tour guide aka appreciate, akasema kwa maelezo ulioyatoa, kwa experience yangu ambayo mimi nimekuwa nayo ya kupokea wageni na kufanya nini, leo nataka niseme mbele ya watu uliowaongoza, you are a real archbishop. Ule mkusanyiko wote wakapiga makofi, kwamba aliongea kitu ambacho hata yule guide pamoja na kwamba ni Mwisraeli, yeye amesomea na mambo mengine, lakini mzee akaongea vitu vingine ambavyo ni deep sana. Unanielewa? So kwa niliendelea kujifunza mambo pamoja na ukuu alionao Mzee Kulola, lakini he was a humble man. So kuwa tu hata ule unyenyekevu wa kweli ni muujiza. Yani tu ile tu nini tumeona sisi, tumeona watu kidogo vurugu nyingi, lakini mzee mpaka unafika wakati mwingine unajiuliza. So mimi niseme kwa tunapoelekea kwenye yale mengi yanayomhusu Mzee Kulola, hiyo miaka 12, kuna vitu vingi vya kujifunza, kuna vitu vingi vya kuangalia kwa wote wanaoitwa, kwa wote ambao Mungu amewakusudia. Kuna mambo mengi yanayomhusu Mzee Kulola. Hakuna mahali Mzee Kulola alifika paka watu hivi. Mimi tumeenda naye sehemu nyingi na alikuwa anajisema wazi ni mtu wa watu wote. Alikuwa anasema ni mimi ni wa Waislamu, mimi ni wa nani. Na bahati nzuri sana tumewahi kuona, mimi nikiwa kabla hata sijaingia kwenye utumishi tu, tukiwa nyumbani, viongozi wakubwa wa nchi. Nikisema viongozi wakubwa maana yake ni wakuu wa nchi. Wamekuwa wakija nyumbani, unashangaa. Tena kama Nyerere alikuwa ni mtu ambaye amekuja sana nyumbani. Sana. Mwanza hapa tukiwa Capri Point. Kwa hiyo akija mfano kama pale ni wakati ambao amekuja tu kwenye ikuru ya Mwanza hapo. Kwa hiyo akifika hapo kwa mfano patachinjwa kama ni ng'ombe. Mkichinjwa ng'ombe utakachoshangaa tu nyenye mmetulia mko sebreni, ghafla mtashtukia tu kuna gari moja imepita na block barabara, afu inakuja nyingine, wakati anakuja anatumia Pajero. Mzee wetu Nyerere Pajero. Inakuja Pajero, baadaye utaona kuna Land Rover nyingine inakuja pick up, afu kuna nyingine kule ina block barabara. Unashangaa wanashuka watu, wakishuka hivyo wanashuka na nyama, ng'ombe aliyechinjwa. Hata kuna ng'ombe amechinjwa analeta sadaka kwa kuhani. Just imagine. Huyo ni mtu mkuu, pamoja na kwamba alikuwa amestaafu, lakini ndio alikuwa ni mtu mwenye power.
recognize nguvu ya nani sana. Sasa unamwona Nyerere anakuja akifika pale ndani, Baba Askofu anapiga magoti, hapana, Baba Askofu unaangalia, sisi tupo, mimi nipo, unaangalia kile kinachofanyika pale. Ya tukuomba maombi na umekumbuka Maria anakusalimu. Maria ni mke wake, alikuwa anakuta Maria. Maria anakusalimu sana mwanao, anakusalimu sana. Nashukuru sana. Anamnani hapo kidogo maombi hivyo. Baada ya hapo mzee anaondoka. Mnabaki mnaji. Sasa hapo ile ya kawaida tu kama family mnaiona. So yako mambo mengi. Nyerere na Moses Kulola walikuwa marafiki na walikuwa kuliko unavyofikiria. Narudia tena, kuliko unavyofikiria. Na sio hivyo tu. Iko story kubwa sana hata before ya ile nenda juu ya vita vya Idi Amin na Tanzania. Kile kibali cha jambo hilo. Kuna jambo liko hapo. Kwa hiyo inawezekana Nyerere alipiga story na mzee Kulola, akamshirikisha, akamuombea, ndo akampa ile confidence. Kwa hiyo hata sana before hajatoa kwamba nendeni. Ile speech ile speech uwezo tunao nini? Yani baada ya kupata signing kwa mzee ndipo akaamua kutoa hiyo. Na likatokea tukio. Kwa hiyo yako mengi, na ndio maana mimi niseme mzee Kulola alikuwa ni wa watu wote, viongozi wa serikali. Na ndio maana tuseme tu wazi, mpaka sasa mimi katika miaka yangu ya utumishi nimekutana na viongozi tu pia wengi wa serikali, lakini unafika mahali unaona ile ukienda sema nani Mzee Kulola, mzee ndio. Yani unaona ile heshima ya mzee. So unajifeel kama mzee, pamoja kwamba leo amelala, lakini ile heshima wakishasikia ni uzao wa, unaona unavyopokelewa, unaona unavyoheshimiwa. Na ndio maana mimi imenifanya kuwa na mahusiano mazuri sana pia na serikali. Sana kwa sababu gani? Mzee alikuwa hivyo. Alikuwa na mahusiano mazuri sana na serikali sana, ambayo yalipelekea miaka ya nyuma huko mzee Mwinyi wakati wa utawala wake aliwahi kutujengea kanisa sisi. Kanisa kabisa kwa gharama yake, kutoka kwenye msingi kila kitu akalikabidhi kanisa kwa mzee. Moshi. Wapi? Moshi. Okay. Mwinyi kwa sadaka, kwa hela zake. So kwa unaweza ukaona mahusiano. Ni kanisa lipi hiyo? La EAGT. EAGT. Mzee alikuwa ni kiongozi wa EAGT. Kwa hiyo kanisa lilijengwa na akakabidhiwa mzee. Kwa unaweza ukaona, lakini huyo Mwinyi wakati mzee amepita kwenye shida ya misukosuko kipindi kile, amewekwa ndani kwenye gereza la Butimba. Bahati nzuri pale jana mzee Kulola. Yes, amekaa Butimba. Amekaa kabisa Butimba. Pale ulipofika jana kanisani, tuseme kwa sababu ya ile namna ungeona ule ukuta, fence ya Butimba gereza kuu la mkoa. Mzee amekaa kule ndani. Na alikaa kule ndani kwa issue tuzie za migogoro. Na kilichosababisha akatoka kule ndani ni oda ya Mheshimiwa Mwinyi. Oda ya Mwinyi ndio ikamuondoa mzee kutoka gerezani. Aliingia kwa aibu, na kwa namna gani wakati anatoka mzee aliletwa hapa kanisani. Heshima na ving'ora. Kwa unaweza ukaona namna ambavyo unaweza ukapita kwa tabu, lakini mwisho wako ukawa ni wa baraka na wa heshima kubwa sana. Yako mambo mengi. Hayo tu ukiyakumbuka unasema kwa nini nishindane na serikali? Kwa nini mzee wangu huyu mzee Kulola alikuwa ni rafiki wa serikali, alikuwa ni rafiki wa marais wote. Alitoa directions za kiroho kuhusu nchi. Kabisa. Yaani kabisa, iwe kwa Nyerere amekuja kwa Mkapa, amekuja kwa mzee Kikwete. Nakumbuka hadi kwenye msiba wa Moses Kulola mzee wetu. Mzee Kikwete alikuja. Yes, alikuja. Hapa alikuja. Na ndio alikuja kuzika, alikuja wengi. Sasa mimi nakumbuka kitu kimoja, mzee Kulola siku moja nikaona wanachekeana na mzee Mkapa. Wanasema je, tuanzishe chama chetu. Walikuwa wanasema na Mkapa kwamba chama chetu, kwa sababu mzee alipoingia magereza alipata shida kulingana na yale mapigo. Kwa hiyo alipata shida ya nyonga. Kwa hiyo baadaye alikuja akaondolewa mfupa halisi, akawekewa artificial, nyonga artificial. Sasa unajua pia na mzee Mkapa aliwahi kufanyia hiyo operation. Kwa hiyo wakawa walipokutana na mzee wakasema tuje tuanzishe chama chetu cha
wenye shida hiyo. Lakini pia ni kulingana na mahusiano mazuri yaliyokuwepo. Mzee Kikwete pia, nakumbuka pia wakati fulani mzee Kikwete aliwahi pia kumwahidi kitu mzee kuhusiana na kanisa letu ambalo mimi ndio naliongoza, hilo kanisa la City Center. Aliwahi kutuahidi, lakini wakati ndio hivyo baadaye ikatokea shida ya ugonjwa kwa mzee na kuweza kunani vizuri mpaka akawa ameondoka. Kwa hiyo yale mahusiano kiyakumbuka yananifanya muda wote kuona mzee Kulola alikuwa ni mtu wa aina gani. Na kwa sababu hiyo ilinisaidia kunituni. Yani vyovyote vile, pamoja na kukutana na watu tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku bado nakumbuka mzee alikuwa ni mtu wa aina gani. Lakini kwa watu wa Mbeya kuna eneo linaitwa Itende. Huko kuna muujiza mwingine. Mahali ambapo mzee alikuwa akitoka chuo anaenda kupiga magoti, hapakuwahi kuota nyasi. Hapakuwahi kuota nyasi. Kwa watu wa Mbeya kuomba lile eneo. Hapakuwahi. So, yani kuna vitu vingi ambavyo ukianza kukaa kumzungumza mzee Kulola, yani hata kama ulikuwa umefikia mahali pa kuona umekata tamaa, unaanza watu wanaanza kushangaa alikuwa hata wanasema huyu alikuwa anajifanya. No, kujifanya. Kuna vitu vimemempower. Yani vimemfanya aone kwamba no, inawezekana. Kwa mimi niseme watu wa Mungu na watu wa gospel track popote pale mnapofuatilia, mnaposikiliza, mzee Kulola ni mtu ambaye mimi pamoja na kwamba nilikuwa mjukuu, moja ya jambo ambalo niseme siri hii sorry. Kwa nini leo Michael yuko hapo? Kwa nini Michael yuko hivyo? Baada ya Mungu mimi kuniita, moja ya siri Mungu ambayo alinifunulia ni kutokumuona mzee Kulola kama babu. Nikamfanya mzee Kulola ni baba wa kiroho. Ogopa neno baba wa kiroho. Baba yangu mzazi, wakati Mungu ameniita mimi, safari yangu nafikiri kama sio ya kwanza au ya pili ya kwenda Israeli, tukiwa Chanika, mzee Kulola alimwambia na kunyang'anya huyu. Na kunyang'anya, na kuanzia leo huyu hata kuwa mjukuu ni mtoto. Sasa tokea pale nimeshiriki vitu vingi sana. Vingine huwa ni siri yangu, yani ni siri yangu, yani ni mimi na mzee, kwa sababu pia nimewahi kupata neema ya kufunga na mzee toka asubuhi saa 2. Aliniambia usije umekula wala umekunywa. Sijui kuna nini, tukajifungia kwenye ofisi yake. Kwa kuna mambo mengi kwa niseme kwamba niko hapa kwa sababu nilitambua mzee Kulola ni nani. Kitu ambacho wengi leo pia tunakipoteza na tunafika mahali tunashindwa kuelewa, na ndio maana tunakimbia. Lakini ukijua baba, ile namna ya baba inakufanya uendelee kuishi kwa kivuli kile popote pale ulipo. Kwa hiyo kwa hayo kati ya mengi, lakini hadi hapo huyo ndio mzee Kulola. Na mimi kama mchungaji, mwinjilisti na askofu wa makanisa yetu ya City Center, Michael Kulola, ninaweza kumueleza mzee Kulola kwa hicho. Japo naweza kwa mengi, lakini kwa hicho, huyo ni mzee Kulola. Na huyu anayesema ni Michael Kulola. Amina. Mungu awabariki sana na nakushukuru kwa kutupa hizo exclusives nyingi. Najua mwezi wa 8 tulikuwa tunatimiza miaka 12 ya hilo ambalo toka kuondoka kwake. Na naamini tutalifanya vizuri, lakini na wote wanaotufuatilia tutajumuika, naamini tutajivunia mambo mengi ya kutuinua kiimani katika simulizi hizi ambazo zinabadilika na kuwa nguvu ya kiroho tunapoendelea mbele na maisha ya wokovu. Mungu abariki sana, asante kwa kutupa tua. Hapa tumeweza kupaona. Na naamini tutakutana hiyo mwezi wa 8. Kabisa. Amina, asante sana. Amina.